Tulipokuwa tumeshia katika episode ya 4 ni mara baada ya kushuhudia Mwamba Sang'ang akiwa anamtumia bidada picha za wanaume tofauti tofauti akimwambia kuwa je, nani kati ya huyo anaweza kumfaa zaidi, lakini bidada akamtukana Mwamba na kumwambia kwamba hapaswi kabisa kumtumia picha za wanaume. Lakini bado kabisa Mwamba Sang'ang akawa amekoma kabisa, akazidi kutazama katika television akiwa na hao malaika wenzake, wakazidi kudiscuss na kusema kwamba je, vipi huyu jamaa ana muonekano mzuri, kuna mtu ambaye anataka nimtafutie mchumba. Lakini wakati huo anaendelea kulandalanda katika mitandao ya kijamii wakitafuta wanaume wapi sahihi ambao wangeweza kumfaa bidada. Basi mwisho wa siku kuna habari moja ilikuwa imeweza kuingilia. Hii habari ilikuwa imemshtusha sana Mwamba Sang'ang. Vyombo vya habari vilikuwa vikionyesha ile tukio la moto liweza kuwaka katika ile baa na kusababisha vifo vya watu wawili. Lakini Mwamba katika kuangalia aina ya vifo ambavyo viliweza kutokea, akaanza kushangaa na kuambatanisha sawa na kifo ambacho kimewahi kumpata mpenzi wake siku za nyuma kidogo. Alipojaribu kuiangalia hii kesi mara mbili katika mitandao ya kijamii, akaja kugundua kwamba ni kama hii kesi inafanania sana na kesi ambayo ilikuwa kimhusu mpenzi wake wa kwanza kabisa. Kwa sababu Mwamba Sang'ang sio kwamba alishia tu kupendana na bidada mmoja tu katika maisha yake, bali alipokuja katika dunia ya sasa pia alikuwa akimpenda mdada mmoja hivi ambaye hata kufanikiwa kudumu, bali alikuta tu ameweza kuuliwa na siku moja tu ambao alikuwa amepanga kuweza kukutana. Sasa akijaribu kuunganisha doti, anaona kwamba isije kama muuaji aliyemuua mpenzi wake ni sawa sawa na muuaji huyo ambaye ameweza kutekeleza tukio lile la kuchoma ile baa katika maeneo ya milima. Ni kwa miaka mingi sana imeweza kupita na hiyo kesi yake haikuweza kupatiwa majibu. Sasa kama leo siku ya leo aelekee kituo cha polisi kukutana na ule Captain Cell ili aweze kumueleza juu ya kesi hii. Na katika maelezo yake aliyokuwa akiyatoa kwa Captain Cell alisema kwamba siku ambayo mpenzi wangu aliweza kuuliwa, wanawake 4 waliweza kupotea. Na katika siku hiyo kulikuwa kuna hali ya mvua kidogo. Na sasa hivi tukio limeweza kutokea, kuna mwanamke alipotea, alafu watu wawili wameweza kufa. Ninahisi kabisa muuaji aliyefanya tukio la kwanza kabisa linalohusu mpenzi wangu basi atakupa na uhusiano wa karibu sana na tukio hili ambalo limeweza kutokea kwa kipindi hiki, kwa sababu anafanyaga kwa majira yale yale. Lakini Captain Cell akamkatisha Mwamba kwa kumwambia kwamba vifo havijalishi, vinawezekana vikatokea katika kipindi cha jua, kipindi cha mvua, na watu wanakufa kila nyakati. Kwa hiyo huwezi kuambatanisha sababu za majira na kwamba muuaji atakuwa anafanania ni yule yule. Hiyo sio sababu ya kujitosheleza bana. Lakini Mwamba Sang'ang akaenda mbali zaidi na kusema kwamba kwa nini kila mwanamke ambaye anauliwa au mtu ambaye anapotea kipindi fulani basi huwa anaachiwaga kiujumbe fulani ambacho ni chekundu. Mfano kama mimi hapa na vivi ujumbe vitatu, ujumbe wa kwanza, ujumbe wa pili na ujumbe wa tatu, na vyote vikiwa ni maonyo. Akamsihi sana Captain Cell kwenda kufanya uchunguzi katika ile nyumba ambayo tukio limeweza kutokea. Kama atakuta ujumbe huu basi bila shaka muuaji atakupo ni yule yule, na hata kama akiukosa ujumbe huu basi kuna kutiliwa shaka kwa muuaji ambaye anafanya matukio haya, huenda ana uhusiano wa karibu sana na matukio yote mawili. Wakati huu akajitokeza afande mmoja ambaye ni msaidizi wa karibu sana wa Captain Cell na kusema kwamba alafu wewe ulizaliwa mwaka 1994, ila jambo la kushangaza ni kwamba unajua kesi inayohusiana na mwaka 1993 imekaaje, na unaelezea vizuri kabisa ukisema kwamba alikuwa ameuliwa kipindi hicho ni mpenzi wako mwaka 1993. Unaweza kutuelekeza mambo haya yamekaa vipi? Captain Cell alivyomtazama Mwamba akiona kwamba jamaa hana jibu lolote, akaanza kumwambia kwamba ukiwa unaangalia movie za watu ambao ni mashujaa, watu ambao wanafanya upelelezi wa kesi ngumu mbalimbali, usio unaiga. Sasa unakuja mpaka kituo cha polisi unakuja kuniletea habari za mwaka 1993 eti kwamba ulikuwepo, afu wewe umezaliwa mwaka 1994 au kama. Lakini Mwamba akashindwa kabisa kuongea ukweli wake kwamba yeye ni malaika na amekuwepo kwa miaka zaidi ya 1000 hapa duniani. Ila mwisho wa siku akawa anajilaumu na kusema kwamba ni heli nisingemkubali yule mwanamke kuwa katika mahusiano naye, kwa sababu angalia matatizo yote, najikuta najiangesha kwenye kesi ambazo hata sielewi inaanzia wapi. Bidada Joan kama kawaida yake siku leo alikuwa katika milima na anaendelea kumwomba Mungu wake kwamba ampatie mwanaume ambaye ndio huyu katika picha, na hakuwa mwingine bali ni Mwamba Sang'ang. Akaanza kusema kwamba huyu ndio ninayemuomba, hata kama hizo siku 1000 za mimi kuweza kuomba zikitimia, naomba aje huyu katika maisha yangu. Lakini baadaye kidogo akiwa ameelekea katika kijimgawa kipya kilichoweza kufunguliwa kando kidogo, akawa ameshtukia kwamba alikuwa amesahau picha yake katika ile maeneo ya mlima. Ikabidi kurudi haraka sana, lakini akashangaa kuona kwamba Mwamba Sang'ang alikuwa katika eneo lile lile ambalo wakati mwingi sana wanaendaga kufanya ibada. Dada Joan kwa kitendo cha kuweza kumkuta Mwamba katika eneo hili, basi akaamini kabisa Mungu ameweza kujibu maombi yake. Kisha akaanza kumwambia jamaa kwamba naamini kabisa kwamba utakuwa unatafuta mtu sahihi katika maisha yako ili uweze kuingia naye katika mahusiano, lakini mtu ambaye yuko sahihi katika maisha yako ni mimi ambaye niko mbele yako hapa. Mwisho wa siku bidada akamalizia kwa kusema kwamba anakupenda sana Mwamba Sang'ang. Basi jamaa aliposikia kwamba bidada alikuwa akimpenda, yeye akasema kwamba mimi sipo tayari katika kuingia katika mahusiano na wewe, sawa, naomba unisamehe. Jamaa akawa amemtupilia bidada mbali kabisa. Bidada akazidi kumfuata Mwamba kila wakati, na Mwamba akazidi kumueleza bidada kwamba hajui maana ya upendo kwa sababu hajai kulelewa na wazazi, na kisha akamkandia zaidi kwa kusema kwamba kama angekuwa anajua maana ya upendo angekuwa anajua kutofautisha kati ya huruma na upendo. Yeye ameona kwamba Mwamba yuko single wakati mwingi, kwa amemhurumia na anatamani aingie naye katika mahusiano. Maneno yote ambayo bidada Joanna alikuwa akiambiwa na Mwamba Sang'ang alikuwa amemuumiza sana. Hakutegemea kabisa kwamba mtu alikuwa anampenda katika maisha yake leo angekuja kumtolea kauli mbaya kiasi kile, alafu kwa kumshtumu kwamba eti hajui kupenda. Bidada amehangaika kwa muda mrefu kuhakikisha kwamba anampenda mtu eti leo anaambiwa hajui kupenda. Hakuna kitu kingine ambacho bidada alishia kukifanya zaidi ya kulia tu. Nyakati hizo zote alikuwa akitazama siku zilizobakia kwa yeye kuweza kufanya maombi yake mpaka atakapojibiwa mtu gani ni sahihi kwa ajili yake. Lakini pia upande wa pili kwa Mwamba Sang'ang, nyakati zote za usiku alikuwa akiwaza sana, bidada ameweza kuniambia ananipenda lakini nimeweza kumtolea kando. Hivi ni kweli mimi simpendi ama imekoaje? Mapema alfajiri ilikuwa ni siku ya 1000, siku ya mwisho kabisa bidada kuweza kuomba maombi yake ili aweze
kujibiwa kila alichokuwa amekiomba. Bidada akawa anamwambia kwamba unadhani ni nani atakuwa chaguo lako, lakini bidada akawa ameelekea tu katika maombi ya kutaka kumjibu rafiki yake. Lakini huku katika upande wa pili anaonekana Captain Seal akiwa amebeba mbwa wake na siku ya leo ameelekea katika ile hospitali ya wanyama. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba hapa katika mapokezi akashangaa kuona kwamba kuna mwamvuli ambao alikuwa akifuatilia kwa muda mrefu, alikuwa anatafuta ni nani ambaye anamiliki mwamvuli huu. Na ikabidi Captain Seal kuweza kuuliza kwamba nani ambaye anamiliki huu mwamvuli. Bidada bila wasiwasi wote akasema kwamba huu ni Daktari Joanna ndo anayemiliki. Basi poa, Captain Seal akawa ameondoka. Lakini wakati huo Captain Seal anaondoka tu, alikuwa anaingia hapa Mwamba Sangyang. Na alikuwa akiwasikia hawa wafanyakazi wakiwa wanajadili kwa kusema kwamba kumbe mtu ambaye alikuwa ameshuhudia tukio la mauaji hakuwa mwingine bali ni bidada bana. Hii kitu ikawa imemshtua sana Mwamba na kuanza kuhisi kwamba huenda muuaji ataanza kumtafuta bidada baada ya kushtukia kwamba yeye ni shahidi namba moja ambaye aliweza kushuhudia tukio zima. Hii ikawa imemtia shaka Mwamba, ikabidi kuasha gari yake na haraka sana akaanza kuondoka. Ukweli kabisa ni kwamba kweli bidada alikuwa akifuatiliwa na mtu ambaye alikuwa amevalia nguo nyeusi. Na wakati huo mvua ilikuwa ikinyesha sana, na siku ya leo ndio ilikuwa siku ya mwisho bidada kuweza kufanya maombi ili Mungu aweze kumuonyesha ni mtu upi sahihi ambaye anaweza kujitokeza katika maisha yake na kuwa sehemu ya partner. Lakini Mwamba Sangyang akawa anakimbia kwa jazba sana kuelekea katika hayo maeneo ya mlimani. Ila kitu cha kustajabisha ni kwamba alipofika tu katika maeneo haya ya milima akashangaa kumkuta kwamba ni yule mzee ambaye ni kiongozi wa malaika akimwambia kwamba unataka kurudia kosa la kumpenda binadamu tena. Kauli hii ilimkumbusha Mwamba Sangyang zamani sana. Katika eneo hili la milima wakati fulani mlikutana na huyu mzee ambaye ni malaika na kisha akamwambia kwamba watu mlioweza kuumbwa kwa moto na hawa watu binadamu hampaswi kabisa kuingia katika mahusiano kwa sababu nyie sio kiumbe kimoja. Na wakati ule mzee huyu alipokuwa akizungumza, basi Mwamba alienda kutazama kando kidogo ya mlima. Ni miaka ya zamani sana na alikuja kugundua kumbe mpenzi wake alikuwa amekufa katika eneo hili. Kitu hichi kikawa kinamuumiza sana. Akajaribu kumshambulia huyu kiongozi mkuu wa malaika, lakini bahati mbaya ni kwamba huyu kiongozi wa malaika alikuwa akiwaka moto. Mwisho wa siku mabawa yake yakawa yamekatika na akajikuta anapoteza uwezo wake kabisa. Na yule malaika kiongozi aliweza kumpiga Mwamba na kumtupa katika mapoli fulani makubwa sana, na kisha jamaa akawa ameangukia huko katika maporomoko haya, akaweza kumtazama bidada akiwa amekufa. Kitu hiki kikawa kinamrudisha Mwamba katika kumbukumbu za zamani sana. Hasa tukirudi katika wakati huu, eneo lile ambalo bidada amesimama ndipo wale malaika walipo, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba bidada alikuwa haoni hawa malaika. Ila Captain Seal aliweza kujitokeza katika eneo hili na kuweza kumsaidia bidada ambaye alikuwa ni chuku aweze kuangukia katika bonde hili la mlima. Lakini bidada alianza kuunganisha matukio kwamba siku ya mwisho kabisa ndipo atakwenda kukutana na mtu wake sahihi. Na ni kweli kabisa ndio siku ya mwisho kabisa ya maombi aweza kukutana na mtu ambaye ni Captain Seal. Baadaye sana Mwamba Sangyang alitimba katika maeneo ya kituo cha polisi akiwa amechafuka mapanga kweli bana. Mwisho wa siku akawa analipoti pale na kusema kwamba anaomba polisi waende kutafuta bidada wapi Joanna alipo. Lakini polisi wakawa wanashangaa kwa sababu Joanna wanaye hapa. Mwamba alipoweza kumuona Joanna ikabidi kwanza kumuuliza unaendelea vizuri. Akasema ndio naendelea vizuri. Kwani kuna shida gani? Wakati bidada anaendelea kumhudumia jamaa yale majeraha yake, jamaa akageuka na kusema kwamba naomba nikupeleke nyumbani nitakuelezea kila kitu. Lakini wakati huo bana akajitokeza yule Captain Seal na kusema kwamba tuna wajibu wa kumpeleka mtu nyumbani kwake na sio wewe ambaye una wajibu huo. Mabishano makali yakaibuka kati ya Mwamba Sangyang pamoja na Captain Seal. Ni nani ambaye atakwenda na bidada nyumbani? Lakini huyu jamaa Captain Seal anasema kwamba ni wajibu wa jeshi la polisi kumpeleka shuhuda nyumbani kwake, lakini Mwamba kazidi kungangania. Bidada mwisho wa siku akamchagua Sangyang kurudi naye. Hili tukio lilimuumiza sana Captain Seal kwa sababu yeye ndo aliweza kumsaidia bidada, alafu siku ya leo anamchagua Mwamba Sangyang aweze kumhudumia au kumpeleka nyumbani. Kitu hili ilimkera sana. Lakini bidada Joanna akawa anamuuliza Mwamba, ni kwa nini uliweza kunifuatilia? Ulijuaje kama niko kule? Jamaa akaeleza kwamba nilikuja katika ile hospitali ya wanyama ambao naimiliki na niliweza kuwasikia wafanyakazi wakiwa wanajadili kwamba kuna mwamvuli ambao unaonyesha kwamba wewe ni shahidi ambaye uliweza kushuhudia tukio la mauaji. Ndio maana nikawa nakuja kwa kuhofia usalama wako. Wakiwa wamerudi nyumbani nyakati za usiku, wakashangaa kuona kwamba Chansing yule mbwa mtu alikuwa akila vitu ovyo. Mwisho wa siku akawa amekula kitu ambacho kikawa kimechanganya kabisa tumbo lake. Ikabidi kumbeba na moja kwa moja wakamleta katika hospitali hii ya wanyama. Baada ya matibabu ya muda mrefu, mwisho wa siku akawa amemchukua na kumfungia katika mabanda aweze kupumzika kwa muda, kisha baadaye watakuja kumtoa. Sasa Mwamba akiwa katika yale mabanda ya mbwa akajikuta tu fahamu zake zimeweza kurudi. Mwisho wa siku akajibadilisha na kuwa binadamu, akafungua mabanda akaanza kutoka. Sasa hapa hospitalini kumbuka kwamba kule ndani iliingia mbwa tu peke yake. Wanashangaa kwa mtu anatoka. Imekuaje hii kitu? Lakini hofu ikawa labda ikawa huyu jamaa tulikuwa tumemfungia ndani pasipo kujua. Lakini mbona mlijiandikisha kwamba mko watatu na mbwa wenu? Inakuaje huyu jamaa aliingiaje huko ndani? Ikabidi kuanza kudanganya na kutunga uongo ambao hata ulikuwa hauna maana. Lakini wakati huu akaja nesi msaidizi na kusema kwamba nimeweza kukuta drip na nimekuja kugundua kwamba yule mbwa ambaye anafahamika kama Chansing hayupo huko ndani. Hasa swali linabakia moja tu. Watawezaje kutoka katika msala huu ikiwa Mwamba aliingia kama mbwa na mwisho siku anatoka kama binadamu? Na tayari umeshakuweza kudanganya kwa kusema kwamba walikuwa wameingia wakiwa wanne hapa ndani na kule ndani nasemekanika kwamba mbwa hayupo. Lakini itakuwaje kwa hatima ya bidada ambaye tayari ameshakwisha kufanya maombi yake kwa siku 1000 tayari, na hatima yake inaonyesha kwamba mtu atakayekutana naye tu ndio mtu sahihi, na mtu sahihi ni Captain Seal. Itakuwaje mapenzi yake kati yake na Mwamba Sangyang?
Sanyang. Na sasa ili kuweza kujua nini ambacho kitakwenda kuendelea, nikusihi kugusa alama ya kulike mpaka tutakapofikisha like 100, basi episode inayofuatia mbele yake itakwenda kutoka hivi karibuni. Ukikuuliza mimi naitwa nani, utaambia naitwa DJ Paul wa PVP Media Max, lakini kama bado haujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo mapema ili kupata kazi zetu kila wakati zinapokuwa zimetoka, lakini pia usisahau kugusa alama ya kengele.